Watu wengi wanasema light ningekuwa na pesa maisha yangu yangekuwa tofauti. Lakini hebu nikuulize swali moja. Kama pesa ndiyo tatizo, kwa nini watu waliwahi kuwa na pesa lakini wakarudi sifuri? Ukweli ni huu. Tatizo kubwa la watu wengi si kukosa pesa, ni kukosa mwelekeo. Unaweza kuwa na nguvu, muda, hata akili, lakini kama hujui unaelekea wapi, chochote ulichonacho kinapotea. Nimeliona hili mara nyingi sana. Kuna watu wanaanza bila kitu kabisa, lakini wanaishia mbali. Wengine wanaanza na kila kitu, lakini wanakwama. Tofauti yao si mtaji, ni mwelekeo. Katika video hii nitakuonyesha kwa nini kusubiri pesa ni kosa kubwa, na ni mtaji gani watu wengi wanapuuzia, na hatua gani unaweza kuanza kuchukua leo hata kama una shilingi mfukoni. Kama uko tayari kubadilisha namna unavyoangalia mafanikio, hakikisha unabaki hadi mwisho, kwa sababu pointi ya mwisho ndiyo hubadilisha kabisa mtazamo wa wengi. Hebu nikuulize swali la moja kwa moja. Ulishawahi kujihisi kama unajitahidi sana lakini maisha hayasogei? Watu wengi wanafikiri tatizo ni pesa, lakini mara nyingi dalili hizi huwa zinaonyesha kukosa mwelekeo. Dalili ya kwanza ni hii: una mipango mingi lakini hakuna inayokamilika. Leo wazo hili, kesho wazo lingine, lakini hakuna mipango inayoshikilia inaenda mpaka mwisho. Dalili ya pili ni unaiga kila kitu unachokiona mtandaoni. Sio kwa sababu ni sahihi kwako, bali kwa sababu watu wengine wanafanya. Na dalili ya tatu, pesa zinaingia lakini hakuna mabadiliko ya maana kwenye maisha yako. Ukiona dalili hizi, usijilaumu. Jiulize tu, mwelekeo wangu uko wapi? Sasa hebu nikusimulie hadithi fupi. Kuna kijana mmoja amemaliza chuo. Ana afya, ana akili, ana ndoto. Lakini kila siku anasema jambo moja. Na jambo hilo ni hili: nikipata pesa nitaanza. Miaka inapita. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Bado anasubiri pesa. Tatizo lake halikuwa kukosa pesa. Tatizo lake lilikuwa ni kukosa mwelekeo wa kuanzia. Na kwa bahati mbaya, hii si hadithi ya mtu mmoja. Ni hadithi ya watu wengi. Kuna mtu ana mshahara kila mwezi. Sio mdogo sana, sio mkubwa sana. Lakini miaka inapita, maisha ni yale yale. Kila mwezi mshahara unaingia, matumizi yanafuata, mwezi unaisha. Hakuna mpango wa kujifunza ujuzi mpya, hakuna maandalizi ya kesho. Huyu mtu hana tatizo la pesa, ana tatizo la mwelekeo. Na hili linaumiza zaidi kwa sababu muda unaenda, na muda ukienda haurudi. Video hii sio ya kuhamasisha kwa maneno matamu, wala sio ya kukuambia uanze biashara fulani kesho. Ni video ya kukusaidia uone pale ulipokosea kwenye kufikiri kuhusu mafanikio. Watu wengi wanahangaika sana, wanafanya kazi, wana mawazo, wana ndoto, lakini bado hawapigi hatua. Si kwa sababu hawajitahidi, bali kwa sababu hawana mwelekeo ulio wazi.
Leo nataka tukubaliane kitu kimoja. Kabla hujapata pesa, lazima ujue pesa inafuata nini. Kabla hujapata mtaji, lazima ujue unaelekea wapi. Katika video hii utajifunza mambo matatu muhimu sana. Jambo la kwanza ni mwelekeo gani watu wengi hawana bila wao kujua. Na pili ni mtaji gani tayari unao lakini haujautumia. Na jambo la tatu ni hatua gani ndogo lakini za maana unazoweza kuanza leo hata kama hali yako ya kifedha sio nzuri. Mada hii ni muhimu sana kwa sababu inaathiri maisha yako ya kila siku. Kazi unayofanya, kipato chako, maamuzi unayochukua na hata namna unavyoona maisha yako ya baadaye. Kama umechoka kuzunguka kwenye mzunguko ule ule bila kuona mabadiliko, basi video hii ni kwa ajili yako. Na uongo mmoja mkubwa sana ambao umeharibu ndoto za watu wengi, hasa hapa kwetu. Uongo huo unasema hivi: bila pesa huwezi kuanza. Watu wengi wameukubali uongo huu bila kuhoji. Ndiyo maana utaona mtu ana miaka 5, 10 anasema bado anajiandaa, bado anatafuta mtaji. Lakini hebu tujiulize, kama pesa ndiyo shida, kwa nini kuna watu waliwahi kuwa na pesa lakini leo hawana kitu? Na kwa nini kuna watu walianza bila kitu kabisa lakini leo wamepiga hatua? Ukweli ni huu: pesa peke yake haimsaidii mtu anayekosa mwelekeo. Pesa bila mwelekeo ni kama gari bila ramani. Utaendesha sana lakini hutafika. Watu wengi wanachanganya vitu viwili: pesa na mwelekeo. Mwelekeo ni kujua unataka kwenda wapi. Lakini pesa ni chombo cha kukufikisha huko. Maana yake ni kwamba ukipata pesa bila mwelekeo, automatically pesa itaisha. Lakini ukipata mwelekeo hata bila pesa, pesa itapata sababu ya kufuata. Ndiyo maana unaona watu wanapata mikopo, lakini baada ya muda wanarudi pale pale. Sio kwa sababu mkopo ulikuwa ni mbaya, ni kwa sababu hakukuwa na mwelekeo. Nimeona hili mara nyingi sana. Watu wanakuwa na nguvu, wana muda, wana uwezo, lakini hawaanzi kwa sababu wanangoja pesa. Na kinachoniuma zaidi ni hiki: mtu anapokuwa anangoja pesa, muda unakwenda. Na muda ukienda bila mwelekeo haujirudii. Kama mwalimu wa maendeleo binafsi, nimejifunza kuwa tatizo kubwa si kukosa rasilimali, bali ni kukosa maamuzi. Mtu anaweza kuanza kidogo sana, lakini akiwa na mwelekeo sahihi, kila hatua inajenga nyingine. Ndiyo maana leo nataka uanze kufikiria tofauti. Badala ya kuuliza nina pesa kiasi gani, anza kujiuliza nina mwelekeo gani. Kwa sababu ukishapata mwelekeo, hata kile kidogo ulicho nacho kinaanza kufanya kazi. Hebu nikuulize swali moja kabla hujaendelea. Je, wewe umewahi kuahirisha jambo muhimu kwa sababu tu hukuwa na pesa? Baada ya kuvunja ule uongo kwamba mtaji ni pesa pekee, sasa tujiulize swali muhimu. Kama si pesa pekee, basi mtaji ni nini? Watu wengi wanapopata mtaji wanafikiria hela mkononi. Lakini ukweli ni huu:
Kuna mitaji mingi sana ambayo haiwekwi benki. Mtaji wa kwanza kabisa ni akili. Uwezo wa kufikiri, kupanga na kujifunza. Huu mtaji una thamani kubwa kuliko pesa, kwa sababu pesa inaweza kuisha, lakini akili ikikua inaendelea kuzaa. Mtaji wa pili ni muda. Watu wengi wanadharau muda kwa sababu hauonekani. Lakini ukiangalia kwa makini utaona muda ndio rasilimali inayopotea haraka zaidi. Kuna mtu ana masaa 2 hadi 3 kila siku ya kufanya kitu cha kujijenga, lakini anayaacha yapite. Halafu anasema hana mtaji. Mtaji wa tatu ni ujuzi. Kila kitu unachoweza kufanya vizuri, kufundisha, kuandika, kuzungumza, kupanga, hata kusaidia wengine ni mtaji. Tatizo ni kwamba wengi wetu tunapuuza ujuzi tulionao kwa sababu haukuja kwa pesa. Mtaji wa 4 ni tabia na uaminifu. Mtu anayeaminika, anayejituma na anayeheshimu muda huwa anavutia fursa bila kujua. Kama mwalimu wa maendeleo binafsi, nimeona watu wasiokuwa na pesa lakini wana nidhamu na uaminifu. Hao hawakai muda mrefu bila fursa. Ninachotaka sasa hivi ufanye ni hiki. Simama kidogo, jiulize kwa uaminifu. Nina mtaji upi kati ya hii ambao sijaanza kuutumia? Kwa sababu pale unapoona mtaji wako ndipo safari yako ya kweli inaanza. Na kwenye sehemu inayofuata tutaona kitu kimoja hatari sana. Jinsi kukosa mwelekeo kunavyoweza kuharibu hata huo mtaji ulionao. Sasa hebu fikiria hili. Una akili, una muda, una ujuzi fulani, lakini bado hauoni maendeleo. Kwa nini? Jibu mara nyingi ni moja: kukosa mwelekeo. Watu wengi wanafanya mambo mengi sana kwa wakati mmoja. Leo wazo hili, kesho lile, kesho kutwa lingine. Wanakuwa busy lakini hawasogei. Kuwa busy si sawa na kusonga mbele. Kukosa mwelekeo kunakufanya utumie nguvu nyingi bila kuona matokeo. Ni kama mtu anayechimba mashimo mengi kwa wakati mmoja. Hakuna hata moja linalofikia maji. Nimeona watu wanaanza vizuri sana, wana hamasa, wana ndoto. Lakini baada ya miezi michache wanachoka, wanakata tamaa, si kwa sababu hawana uwezo, bali kwa sababu hawajui wanaelekea wapi. Kama mwalimu wa maendeleo binafsi, nimejifunza kuwa mtu anayejua anakokwenda hata akienda polepole humzidi yule anayekimbia bila mwelekeo. Dalili za kukosa mwelekeo ni hizi: kazi nyingi lakini hakuna kinachokuwa, kubadilisha mipango mara kwa mara, na kila mara kuhisi kama unaanza upya. Na jambo moja hatari sana ni hili: mtu akikaa muda mrefu bila mwelekeo huanza kujilaumu. Anafikiri ana laana au hana bahati, wakati ukweli ni kwamba hajajipangia mwelekeo. Ndiyo maana kabla hujaongeza nguvu au kutafuta pesa, lazima ujiulize, ninaelekea wapi? Kwa sababu mwelekeo huipa maana kila jitihada unayofanya. Kwenye sehemu inayofuata nitakuonyesha hatua rahisi lakini zenye nguvu za kujipatia mwelekeo, bila pesa, bila miujiza, bila kelele. Sasa baada ya kuelewa kwamba tatizo si pesa bali ni mwelekeo, swali linakuwa moja: nitaupataje huo mwelekeo? Habari njema ni hii: mwelekeo hauhitaji pesa, unahitaji uamuzi. Na hatua ya kwanza ni hii:
Tambua kitu kimoja unachoweza kutoa thamani kwa wengine. Kitu kimoja ambacho unaweza kutoa thamani kwa wengine. Inawezekana una ujuzi fulani, una kipaji fulani. Usitafute kitu kikubwa sana. Tafuta kile unachojua au unachoweza kujifunza haraka na ambacho kinaweza kumsaidia mtu mwingine. Jifunze. Kama ni ujuzi, jifunze. Una kipaji fulani, jifunze ambacho kitamsaidia mtu mwingine. Hatua ya pili ni hii. Chagua eneo moja, sio kila kitu. Kumbuka ya kwamba umeshafahamu ujuzi au kipaji ulichonacho. Kwa hivyo chagua eneo moja. Usio na maeneo mengi. Chagua eneo moja. Watu wengi hushindwa kwa sababu wanataka kufanya kila kitu kwa wakati mmoja. Lakini maendeleo yanahitaji mwelekeo mmoja kwa wakati mmoja. Hatua ya tatu, anza kwa kiwango ulichonacho. Usingoje hali iwe perfect au iwe kamilifu. Wengine wanasubiri kwamba mpaka nifahamu vizuri, mpaka niwe nimekamilika. Hapana. Usingoje hali iwe nzuri. Anza na hicho kidogo ulichonacho na uwezo mdogo ulionao. Hakuna wakati ambao kila kitu kitakuwa tayari. Hata kama una saa moja kwa siku, hata kama una kifaa kimoja, hata kama una ujuzi mdogo, anza. Narudia tena. Hata kama una muda mdogo sana wa saa moja kwa siku, hata kama ni nusu saa, hata kama una kifaa kimoja, hata kama una ujuzi mdogo sana, anza. Hebu fikiria kijana na simu tu. Hana mtaji wa pesa, hana connection kubwa, lakini ana muda wa jioni na nia ya kujifunza. Anaanza kujifunza ujuzi mmoja. Anashiriki kila anachojifunza kwa wengine na anasaidia watu bure mwanzoni. Baada ya muda, watu wanaanza kumwamini. Fursa zinaanza kuja polepole. Huyu hakungoja pesa, alianza na mwelekeo. Hatua ya 4, jenga nidhamu kabla ya kutafuta kipato. Nidhamu ndiyo inayogeuza juhudi ndogo kuwa matokeo makubwa. Kama mwalimu wa maendeleo binafsi, nimegundua kuwa watu wanaofanikiwa si wale wenye mtaji mkubwa, bali wale wenye nidhamu ya kufanya jambo moja mara kwa mara. Sasa nataka tufanye zoezi moja kwa pamoja. Uko tayari? Haya. Chukua karatasi au fungua notebook kwenye simu yako. Sasa jibu maswali haya matatu. Swali la kwanza. Niko wapi kwa sasa? Hilo swali la kwanza. Niko wapi kwa sasa? Swali la pili. Nataka kufika wapi ndani ya miaka 3? Nataka kufika wapi ndani ya miaka 3? Na swali la tatu, ni hatua gani ndogo naweza kuanza wiki hii? Ni hatua gani ndogo naweza kuanza wiki hii? Usijali majibu yawe makubwa au madogo. Anza na yaliyo wazi. Andika tu majibu yako ili uwe na uhalisia wa maisha yako. Sababu mwelekeo unaanza pale unapoacha kusubiri na kuanza kufanya. Na kwenye sehemu inayofuata tutaona kwa nini pesa huja
baada ya mwelekeo, sio kabla. Kuna jambo muhimu sana ambalo watu wengi hawalielewi. Jambo hilo ni kwamba pesa haianzishi safari ya mafanikio, bali inamalizia. Watu wengi wanataka pesa kwanza, halafu waanze kupanga. Lakini maisha yanafanya kazi kinyume chake. Pesa hufuata mwelekeo, sio kinyume chake. Ukiwa na mwelekeo, unajua unachofanya, kwa nini unakifanya, na unampelekea nani thamani. Na pale unapotoa thamani kwa muda mrefu, jambo moja hutokea bila kelele au bila stress. Uaminifu huanza kujengeka. Uaminifu kishajengeka, fursa huanza kujitokeza. Na fursa zikija, huwa zinakuja na pesa. Nimeona watu wengi wanaanza bila kitu, lakini kwa sababu walikuwa na mwelekeo na walikuwa thabiti, baada ya muda wanapata watu wa kuamini, kazi au nafasi walizokuwa hawazitarajii. Kama mwalimu wa maendeleo binafsi, nimejifunza kuwa kuharakisha pesa kunachelewesha mafanikio, lakini kujenga mwelekeo kuna kuweka kwenye njia sahihi ya kupata pesa. Ndio maana ninakwambia leo, usiogope kuanza bila pesa, kwa sababu pesa utaipata njiani, lakini lazima uwe tayari umejiwekea mwelekeo. Sasa hebu nikushirikishe jambo binafsi. Hata mimi sikuanza nikiwa na pesa nyingi, lakini nilipoanza kujipa mwelekeo, kujifunza, kufundisha na kushiriki maarifa, mambo yalianza kubadilika taratibu. Sijafanikiwa na sijafika, lakini bado naendelea kupiga hatua kwa sababu nimechagua mwelekeo ninaopenda. Kwa hiyo hata wewe anza. Haijalishi una kiasi gani cha pesa, una pesa, anza na ulicho nacho. Na jipe mwelekeo kwamba mimi nataka nifike mahali fulani. Anza na ulicho nacho, na hapo hapo ulipo, mambo yote yanawezekana, utafika. Watu wengi wanaanza vizuri lakini wanajiharibia. Kosa la kwanza nalolifanya ni kusubiri pesa kwanza. Kosa la pili ni kuanza vitu vingi kwa wakati mmoja. Anaanza hiki, anashika hiki, anashika hiki, anaenda kule, anafanya hiki, anaacha hiki, anashika hiki. Kosa la tatu ni kuacha mapema. Ameanza vizuri kabisa, lakini anaishia njiani. Anaona akifanikiwi, anaacha. Na kosa la nne ni kujilinganisha na wengine. Sasa ukiepuka haya, maendeleo yatakuja taratibu, lakini kwa uhakika. Sasa hebu nikupatie njia rahisi ya siku 30. Wiki ya kwanza, jitathimini. Uko wapi na unaenda wapi? Jitathimini kwamba maisha yangu sasa hivi niko wapi na ninatakiwa niende wapi. Wiki ya pili, chagua mwelekeo mmoja. Usichague vitu vitano au vingapi. Chagua mwelekeo mmoja wa maisha yako, kwamba nitakuwa nikifanya hiki. Chagua uwe na mwelekeo mmoja. Wiki ya tatu, jifunze kwa vitendo. Usome tu, jifunze. Kile ulichochagua utakuwa unakifanya, anza kujifunza kwa vitendo.
Na wiki ya 4, onyesha thamani. Shiriki kile ulichojua au ulichokifahamu, ulichojifunza kwa wengine. Saidia mtu mmoja au wawili au watatu kadri utakavyoona inafaa. Wasaidie watu kwa kile ulichojifunza. Ukifanya hivi kwa siku 30, mwelekeo unaanza kuonekana. Sasa tunapokuwa tukielekea mwisho kabisa wa somo hili, naomba ukumbuke mambo haya. Pesa bila mwelekeo hupotea. Lakini mwelekeo huwa unazaa pesa. Naomba uzingatie hilo. Pesa bila mwelekeo hupotea. Lakini unapokuwa na mwelekeo, mwelekeo huo huwa unazaa pesa. Kwa hiyo usisubiri pesa ili uanze. Anza ili pesa ipate sababu ya kukufuata. Kabla hatujamaliza, hebu turudie jambo moja muhimu sana. Tatizo la watu wengi si kukosa pesa. Tatizo ni kukosa mwelekeo. Leo tumeona kwamba kila mtu ana mtaji fulani. Mtaji hauanzi na pesa, na pesa huja baada ya mtu kuwa na mwelekeo. Kama utaondoka na somo moja tu kutoka kwenye video hii, basi liwe hivi: anza pale ulipo na kile ulicho nacho, lakini ukiwa na mwelekeo. Anza pale ulipo na kile ulicho nacho, lakini ukiwa na mwelekeo. Usingoje siku ambayo kila kitu kitakuwa sawa. Siku hiyo haitakuja. Badilisha mwelekeo wako leo na hatua zako zitaanza kuwa na maana. Sasa nataka nisikie kutoka kwako. Ni jambo gani moja ulilojifunza leo? Au ni mtaji upi umegundua kuwa ulikuwa nao lakini ulikuwa haujautumia? Andika kwenye comments, nitazisoma na nitazijibu kadri inavyowezekana. Kama umepata thamani kwenye video hii, jiunge na watu wengine wanaojenga maisha yao kwa maarifa. Subscribe kwenye chaneli hii kwa masomo ya maendeleo binafsi, kazi, kipato na mwelekeo wa maisha yanayolenga uhalisia wa maisha yetu. Asante kwa kuangalia hadi mwisho. Tuendelee kujijenga hatua kwa hatua.